Kweli ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wakati anaunda wizara hii, alielekeza kwamba vijana wanatakiwa wapate nafasi ya kuzungumza, wapate nafasi ya kusikilizwa, lakini pia watoe ushauri katika namna tunavyoendesha masuala yetu ya kiserikali. Kwa hiyo tulizindua jukwaa hili tarehe 10 mwezi Januari, na baada hapo tulienda mkoani Singida na leo tuko mkoani Mwanza tukizungumza na vijana wa Mwanza wanaotoka katika sekta mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia pia. Lakini cha muhimu zaidi ambacho leo tutakifanya, ambacho kwenye maeneo mengine tulikuwa tujawahi kufanya, ni kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa ametoa pesa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana na akazielekeza kwenye maeneo mbalimbali. Vijana wa Mwanza baada ya kusikia fursa walichangamkia, walikutana pamoja na uongozi wa mkoa, wakatoa mawazo yao na yale mawazo walileta wizarani. Na sisi tulivyochakata kwa leo, kati ya kitu kubwa tutafanya ni kuwawezesha vijana kwa upatikanaji wa mitaji kwa jumla ya shilingi milioni 200 ambazo tutazitoa kwa njia ya vifaa kwenye vijana wanaoshughulisha na shughuli za vizimba, lakini pia kuna vijana wanaoshughulisha na shughuli za usafirishaji hasa katika maguta wanayotumia, kwa tutawapatia. Na hii ikiwa ni dhamira tu ya serikali katika kuwawezesha vijana, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakizungumza kwamba wanapata maarifa lakini uwezeshaji wa kiuchumi haupo. Kwa hiyo moja kitu ambacho tutakifanya leo kubwa ni kuwasaidia kupata hiyo mitaji, na ndio tumeanza. Kwa tutapita katika mikoa mbalimbali sawa sawa na maelekezo ambayo Daktari Samia ametupatia kwamba vijana wawezeshwe, na sisi tumepewa dhamana ya kufanya hivyo kwa kutumia sekta zingine, lakini wapo ambao tutawawezesha kupitia wizara yetu. Kwa leo tutafanya jambo hilo pia. Serikali inawezesha vijana kupitia mifumo mingi sana. Tunafahamu katika 10% za kipato cha halmashauri huwa tunatenga 4% kwa ajili ya vijana, lakini pia wizara zote za kisekta. Sasa hivi tuna wizara 8 zina program za vijana. Tuna fedha kwenye kilimo, tuna fedha kwenye mifugo, tuna fedha kwenye watu wa maendeleo ya jamii, tuna fedha kwenye madini, tuna fedha kwenye uvuvi, tuna fedha kwenye wanaoshughulisha na habari na ubunifu na sanaa. Kwa hiyo kijana inategemea tu yuko wapi. Leo tumewagusa hawa, lakini fursa zipo kwa kila sekta. Kila kijana anayefanya kitu chochote, sekta zote zimewezeshwa. Kwa hiyo ni kijana kuangalia anataka kwenda wapi, alafu anawezeshwa kwenye wizara yake husika. Ni mkopo, wamepata mkopo lakini wa masharti nafuu sana. Kwanza hauna dhamana yoyote, hakuna dhamana walioweka, lakini ni mkopo wa 5%, ambazo 5% ndizo ambazo watalipa na muda unategemea na urejeshaji wao. Lakini kikubwa hatutawapa tu afu waache. Tunatengeneza mpango maalum ambao watakuwa wanalelewa kwa ajili ya kusaidiwa kupata ushauri ili wanapokutana na changamoto waweze kusaidiwa pia. Lakini tutawasaidia pia kwenye masuala ya kikodi, pia kuna pungufu ambao watakuwepo, lakini pia hata muda wa marejesho. Moja ya changamoto tumekuwa tukikutana nayo ni kwamba wanapewa alafu wanatakiwa kuanza kurejesha haraka haraka. Kwa hiyo tumetoa allowance, tunaita tax holiday. Wakae muda fulani kidogo alafu baadaye ndo wanaanza kurejesha. Kwa hiyo yote kuhakikisha kwamba hawakwami katika shughuli ambazo wanazifanya. Mheshimiwa Rais amesema anataka vijana wamiliki uchumi, na mimi maono yangu, hotuba yangu ya kwanza nilieleza, tunataka tuwatoe vijana kutoka kuwa wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa waanze kuzalisha. Wataendelea kuwepo wachache kwenye hiyo sekta, lakini tunataka wengi waingie kwenye uzalishaji. Wazalishe kwenye kilimo, wazalishe kwenye mifugo, wazalishe kwenye madini, wazalishe kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunatamani, Mheshimiwa Rais amesema anataka kuona vijana wanamiliki viwanda. Kwa moja mikakati tulionao ni uwezeshaji wa vijana kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo tunatamani kijana wa Kitanzania asiwe ni kijana ambaye anaonekana yeye anatafuta kitu cha kufanya, lakini pia na yeye aweze kuanzisha kitu cha kufanya. Ndio maana umeona mitaji ambayo tumeanza kuitoa sio midogo. Vikundi ni viwili, kila kikundi kimepata milioni 100. Kwa nini tunataka sio tu ujiajiri, lakini tengeneza pia na ajira za watu wengine. Kwa hiyo tunataka tuzalishe ajira nyingi kupitia vijana. Leo hivi tulivyopata hii milioni 100 tuliyopewa na Waziri wa Maendeleo ya Vijana, tuliposikia kongamano la mkuu wa mkoa, tulifika katika kongamano na ndo hapo tulipopatia mkopo huu. Sisi hatukufanyiwa connection yoyote kutokana na lile tangazo la mkuu wa mkoa. Tulipofika katika kongamano tukaandika andiko mradi, wakachakata vikundi walivyopeleka andiko mradi, tukua vikundi 9 na katika 9 wakachagua vikundi 3. Kati ya vikundi 3 cha kwetu kaonekana bora zaidi, ndo kikatumwa kwenda Wizara ya Maendeleo ya Vijana, na Wizara ya Maendeleo ya Vijana wakatuona wakatupatia milioni 100. Vijana wengi ni wanashindwa kuzifikia hizo fursa. Mimi ninadhani ni utayari wa vijana. Vijana tulio wengi hatujitambui hasa kwenye hizi fursa. Hizi fursa zinavyokuja zinahitaji ziwakute vijana mnaojitambua, ambao mmekaa kwenye sehemu ambapo inaeleka kuna utaratibu wa hizi fursa
kuzipata. Sio fursa ambayo inakuja yoyote inamkuta tu kijana yoyote mradi uwe kijana. Hapana, kuna vitu ambavyo vya msingi ambavyo inapaswa wewe kama kijana uwe navyo ili wewe uweze kuwa na hiyo fursa. Sasa vijana wengi hawajakaa kwenye makundi. Sehemu ambayo tulikuwa tukikwama sisi kama vijana, kwanza sehemu ya kuanzia, kwa maana tulikuwa tunakosa mtaji na tulikuwa tunakosa kipaumbele katika serikali, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu, tumepata fursa ya mtaji na tumepata mwanzo wa kuanzia 10 katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa mwaka wa fedha kuanzia 21 mpaka 26, jumla ya fedha zilizotengwa na zikapelekwa kwenye makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Waziri, ni fedha za Kitanzania bilioni 18.155. Hebu tuwapigie makofi waheshimiwa wabunge na madiwani wetu kwa kufikisha sheria, lakini vile vile na fedha hizi kuzitenga na kupeleka kwenye vikundi vya vijana. Mheshimiwa Waziri, nayo furaha kukujulisha katika hao vijana na wanawake waliopata fedha zaidi ya bilioni 18, vijana vikundi vyao 2401 walinufaika na fedha hizo, na fedha walizopatiwa kwenye upande wa vijana kupitia 10% ya vijana ni sawasawa na fedha za Kitanzania bilioni 6.34. Lakini kwenye upande wa wanawake ni sawa na fedha za Kitanzania zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 9.462. Hebu tuwapongeze kwa kazi nzuri walioifanya. Lakini kwenye upande wa walemavu, Mheshimiwa Waziri, tumefanya kazi kubwa pia ya kupeleka fedha zaidi ya shilingi bilioni 2.3, hivyo kuwezesha vijana wetu waweze kupata fedha na kuingia katika shughuli mbalimbali. Kama utapata fursa katika kongamano hili, kama wamekuja afisa vijana atatusaidia waweze wilaya, wanaweza wakatoa ushuhuda kabla ya hii 10% walikuwa wapi na baada ya 10% wako wapi na wanaendelea. Na ukipata fursa, Mheshimiwa Waziri, ukipata fursa tukakupeleke kwenye hiyo wilaya ukaone, ukajionee wewe mwenyewe, peleke kule Kisoko ukaone vijana waliokuwa chini kabisa sasa hivi wamekopeshwa vizimba na wameshavuna na wanakopa tena.